hapa Mburapesa Ward sisi tuko na shinda kubwa sana. Hatukai kama tuko na MCA. Sijui kama tulichagua Waithaka kama MCA wa Mburapesa Ward ama MCA wa Mpinyanzi. Kwa sababu juzi tulisaidiwa na kera hapa tukajengewa hii barabara ya Waso, hii daraja ya Waso Bridge. Lakini hata wakati tulipata hiyo msaada tukawekewa hiyo daraja, hajawahi tutetea tuweze kuwekewa hiyo barabara Mwandamu ama barabara yoyote ambaye ina link hizo barabara zote kwenda mpaka kambi ya juu. Bwana Waithaka amekuwa mzigo mkubwa kwetu sisi kama watu wa Mburapesa, na tumekosa matumaini kwake kama wakazi wa Mburapesa. Tangu tumchague hajawahi fanya mkutano yeyote na watu wa Mburapesa, hata kusema asanti kwa sababu ya kuchaguliwa. Sisi tunaona empowerment zikifanywa katika mji wetu wa Isiolo. Hajawahi kufanya mkutano yeyote atueleze mambo ya empowerment. Atuletee hata maendeleo hata kidogo, hata mambo ya bursaries, hata mambo ya hii watu walibebwa na maji hapo ndaraja ya Soko Mjinga. Kandaraja kaliwekwa kandogo nako kakisibwa na maji, watu wanabebwa na maji. Hatujawahi ona Waithaka hapo akifanya mkutano, at least watafutie pesa hizi zinaletwa za disaster. Kwa hivyo Waithaka amekuwa mzigo mkubwa kwetu, na sisi tunajuta tulimchagua kwa sababu gani. Lakini ninaamini kwa sababu alisema yeye hakuchaguliwa na watu wa Isiolo. Sijui kama Waithaka alienda kasonga watu wake wa miti wakakuja wakampigia kura ama alitoa kura wapi. Kwa sababu yeye kama kiongozi alikiri ya kwamba hakuchaguliwa na watu wa Isiolo. Kwa hivyo ni kana kwamba kuna mahali alitoa watu wenye walikuja wakampigia kura. Tunataka akuje afanye clarifications kwa watu wa Mburapesa, atuambie alipigiwa kura na watu wa kutoka wapi. Tumemtafuta na hatumupati. Mimi ile kitu ningetaka kuambia Kiambi, wacha aapie kwetu, akuje tukae na yeye na tumwambie maendeleo ile tunahitaji. Sisi ni yatima kwa vile ukiangalia Wabera Road hakuna maendeleo tuko nayo hata kidogo. Barabara zote haikanyangiki kukinyesa. Kukinyesa masiwenji ina float huko. Mboma zingine wanaishi kwa maji. Watoto wa Wabera wasomi na tunasikianga iko Mbasari. Ni nini kweli anatufanyia huko? Usaidizi gani anafanya? Kiambi hapa ameenda na watu, nafikiri ni watu wao au niseme ni familia yake. Kama ana watu wale wanamsilid kuliko kuambia Wameru mimi naenda kufanya hivi. Kwa nini anaenda kuangisha bila kuambia watu? Anapangiwa huko nje na makatero yake, na hao ndio watamtupa. Hao si ndio walimpea kura. Kura alipewa na mkaaji wote wa Mwangaza. Na ajue tuko na hiyo kura. Na tukitaka kumtoa haitachukua minute tutamtoa. Mimi ile kitu ningetaka kuambia Kiambi, hata ule kijana PA wake amemungangania kipo na kupona hata wakati impeachment. Hata amemkatia mshahara. Mbona anakatia mtoto mshahara? Ana mtoto na ana bibi. Analishwa na nani? Aone haya, amrudishie mshahara yake. Kama si hivyo tutatoka kwa barabara. Tujatosheka. Ukabila hatutaki ukabila ya mboma yake. Kama wao ndio wanamwambia, hata tukienda kwa Kiambi, hata tumuulize nani ameandika kwa hiyo county tangu hiyo miaka yote. Hawezi tuonyesha watu wa community. Tunaona watu wa familia yao. Kiti ya Wabera si ya familia ya Kiambi. Mwambieni hivyo. Na mimi nasema siogopi. Na mimi sitaki kazi kwake. Hata akienda akute mtoto wangu ameandikwa huko amvute. Sitaki kati yake mimi. Ile kitu mimi nikipenda kusema. Ameenda hapa kwa Kayole. Kayole anasema sisi ni wakora. Sisi si wakora. Na anasema atatununua na 200. Wale ananunua anunue. Lakini sisi hawezi tununua. Community ya Meru itanunulika na 200 tena. Na tumerebuka. Hatutarudi nyuma mtu asaidie kwa maendeleo au kwa watoto wetu wasome au wapate kazi. Sisi si watu wa kununuliwa na 200. Tafadhali aambie Kayole 200 hatuta. Na sisi wakora, anatuita wakora, sisi wakora. Alikuwa hapo na kumuuliza mbona unaita watu wangu wakora. Kama yeye ndiye amewaambia sisi ni wakora, yeye ndiye mkora zaidi. Kiambi na Kayole ndio wakora zaidi. Ndio wakora zaidi kuliko watu wengi. Na sisi tutasimama ibara tukisema tunataka maendeleo. Wabera tuko na Kiambi. Hao wawili wameenda wamenunuliwa. Mbeleni walikuwa wanatuambia hakuna kitu ngabana anawapatia.
Wakati walienda wakanunuliwa bila sisi kujua, sababu walienda wakauzwa na watu wa county, na hiyo watu wa county ndio wanafanya jamii hii itwe makatel. Hawaja kuja kwa hii mesa kutuletea kitu ile walifanya nini? Walinunuliwa naye. Tuone kuna barabara, tuone kuna masomo ya watoto, kuna maendeleo ya kina mama, hakuna kitu wameleta hapa. Hawa tunasema ni tamu ngapi? 1 term. Kiambi? 1 term. Waithaka? 1 term. Na gavana Nguyo? 1 term. Good. Tuingie sasa kwa mambo ya kina mama. Wakina mama, serikali kupitia rais wetu imetupatia kuwa na vikundi. Vikundi ambavyo ni vya wamama, kuna vya wanaume mchanganyiko na youth, wote wako registered katika Isiolo County. Hivi kwamba shughuli zote zile zinaendeshwa na mambo ya groups. Iwe ni group ndogo, hiyo wamama, iwe ni men or women, ama SACCOs ama nini, yote imelala. Mimi pale niko kwa SACCO ambayo imekubaliwa na Isiolo County Government kuchukua kupitia mradi wa Nkirigacha unaitwa FSRP, kuchukua groups zote. Sikuje sisaidike na hiyo mradi. Nikamuuliza hiyo vikundi yote, kuna moja imechukuliwa? Akaniambia sasa hiyo mpango imepita, labda mpango mwingine. Sasa hii serikali ya Isiolo County, mambo yote ya Wameru, kwani yamekuwa kila wakati ni mpango ya mara nyingine? Na hii mara nyingine na siku zimeisha, kesho tunaenda mwaka wa kampeni. Si ndio 2026? Mnaongojea nini? Kwa hivyo mambo yote mumetufail. Sijui mtafanya aje community ya Meru ielewe nyinyi mnafanya nini. Kwa hivyo ndivyo mambo tunasema. Tunasema haraka sana na tunakuomba governor na serikali yako, mradi wa FSRP ule uko na county 13, tunataka kuona hiyo mgao yetu kutoka kwa World Fund ama kutoka kwa banki ya dunia, World Bank. Tunataka hizo pesa sikuje ili tuweze kusaidika wanabiashara na wakulima wote pamoja. Harakisha hiyo mradi, nafikiri kaunti zingine katika hii 13 wameanza shughuli zao. Leo hii Kiambi ndio tunalia na yeye, na ndiye anaweza kulipa watu na ile pesa amenunuliwa na Kayole. Sisi jamii ya Wameru tuitwa wakora. Kiambi umetudhalalisha ya kutosha, na mahali huko usitumie pesa yako vibaya mzee. Mimi nakuomba tumia pesa yako kwa busara, kwa sababu ni 1 term. Wewe Kiambi ni 1 term. Kiambi ni 1 term. Kayole ni 1 term. 1 term. Hii ni sauti ya jamii, si sauti yangu, kwa sababu sisi tumekuwa tunania na kusudi letu wakati tunachagua mtu kwa sababu ya hii jamii. Lakini leo hii yeye tu ndiye anatupinduka. Wale watu wanalipwa na Kayole kumuua, ndio yeye anakula na wao. Wale watu walilipwa kukuja kumpiga mawe, ndiye anakula na wao, ndiye anapanga na wao. Lakini hautatupangia sisi. Kama ulichukua milioni zako, kula polepole mzee. Lakini jamii ya Meru ipie heshima. Hata laana itakupata. Kwenda kudhalalisha, yani ukiwa chini ya Kayole anasema jamii ya Wameru ni wakora, ni makatel, ni wakora. Sisi kweli ni wakora, tuliwachagua. Nyinyi ni wakora? Nyinyi ni wakora? Semeni kwa sauti Kayole asikie Meru si wakora. Sisi si wakora. Mkora ni Kiambi na Kayole. 1. Mkora number 1 ni Kiambi. Amekula barabara zetu zote. Mkora number 1 ni Kiambi. Amekula basari 75 million walipitisha, aulizi ziko wapi. Mkora number 2 ni Kayole. Die alipitishiwa 900 million za barabara za Isiolo. Leo hii hakuna barabara inapitika. 75 million za basari. Leo hii hakuna ile inapitika. Pesa zinatoanga kila mwaka za disaster. Sisi hatujaiona hata shilingi moja. Tunaishi kuumia tu, na ujue sisi ndio tegemeo ya watoto wetu. Soko tunakaa, mara imeharibika, hatuna pahali pa kukaa. Soko imeingia maji na kuna watu wako barabara wanauza freely. Lakini sisi tulitii, tukaingia kwa Mbaraza Park, tulitupwa huko. Ni kama watoto hawana mama, hawana baba, sisi ni watoto yatima. Hatuna hata kama njana, niongee sasa njana tarehe 20. Sisi hatujafurahia mambo ya Masujande. Tumelia kwa soko, tumepiga nduru.
sewage ilitoboka, ilituingililia mpaka kwa soko. Hakuna mtu ametoa mzigo auze, tumekaa tu kukaa hivyo, na ujue sisi tena ndio wategemea watoto wetu. Watoto wetu wanakula kutoka kwa sisi. Nimepiga simu kwa municipal ya Isiolo, nimepiga simu kwa hatari wale watu wakubwa, lakini hakuna watu wamekuja tukusikiza. Municipality ilitumana saa 8. Tukiwa tumekaa kwa soko, tumevuruta, hakuna mtu amekula lunch, tumevuruta hiyo munuko ya sewage mpaka hata saa hii iko kwa soko. So, mi naomba tafadhali, watu wa soko, sisi tuangaliwe sana. Sisi tuangaliwe kabisa, sababu hatuna serikali. Sisi hatuna serikali. Kaya alifurahia huko Masujande, na sisi tunakula shinda hapa Isiolo. So, naomba sisi wa mama wa soko, tuangaliwe. Mambo ikitendeka kwa soko, tukipiga simu, tunasikizwa sababu tuko na haki. Na kura ni sisi tunapika. Hapo hatusaidiki kabisa. Nadhani kama gavana, sababu wewe ni bando hujazeeka sana, ni kijana bando, ungekuwa umetushika mkono kama young generation, na wewe ndio ungekuwa ungetusaidia tukiwa watu wa kwanza. Ingine yenye naweza sema, sisi kama wale wa mama wako hapo, tunashangaa jana uliweza kuongea mbele ya watu ukisema umesaidia jamii yetu, umesaidia watu na umechimba mbao 68. Nashangaa sana kama jamii yetu umetusaidia na njia gani? Umechimba ama umetoboa hata shimo moja ama mbao moja ng'ombe ziweze kukunywa za jamii ya Wameru? Hapana, hakuna hata moja umetengeneza. Ile ulisema sisi kule zetu utazinunua 200. Ni kweli utanunua, lakini kama ulinunua that time, saa hii tumejipanga. Na kuhakikishia tumejipanga. Kama youth, mahali pale kwa soko ni wana youth wako pale. Haujaitaka sisi hata jua yenyewe imetuua. Huwezi tununulia hata 200. Nasikia hata ulipatiana mimi, lakini haijatufikia. Ni sawa ulipatiana, lakini sisi hatujaipata usaidizi wa gavana hata siku moja. Nadhani sisi tunafaa kuwa wa mama wa soko, hata tuko na hata wifi. Tukwe tunaingia online tukiona mambo yenye yanaendelea huko nje, lakini hujaweza kutusaidia. Swali ni pale in general, sisi wa mama wa hii young generation ni wa mama gani umewapatia hata bucket waoshe ile hospitali, ama hatuna uwezo? Nikasikia umeajiri daktari pale in general, unaajiri daktari of which hakuna dawa ziko pale. Sisi tunaenda na watoto wandogo, sisi wa mama tunaambiwa tukanunue dawa nje, tunaenda kununua na nini na tunalia wa mama. Hakuna kitu tuko nayo. Youth hakuna kitu tuko nayo, hata mahali ya kulipa nyumba hatuna pesa hata za kulipa, sababu hata kanjo anatusumbua. Utakata ses na hata mahali, yani unakata hiyo ses, kwani inaendanga wapi? Inaenda wapi gavana? Uwezi tusaidia. Tusaidie tuone, lakini sidhani kama utatusaidia sababu wakati umeisha. Heri tu hata usitusaidie. Nasema tu usitusaidie, tumeteseka ya kutosha. Tukashindwa kufanya maendeleo ama kwa nini tukana jamii ya Wameru. Kwa hivyo tunakuheshimu kama gavana wa kaunti ya Isiolo, na ukome mambo ya jamii, kuingilia jamii ya Wameru, kuwatukana na kuwafanya ile mambo tunawafanya. Kwa hivyo kama ni mheshimiwa Kiambi ndiye anatuma ututukane, tafadhali gavana. Kama yeye ndio umepatia pesa, ndio maana na tuita Magateos. Kwa hivyo nasema ndio na Kiambi wako, ile mahali mlipatiana mali mjuane, lakini sisi kama jamii ya Wameru tumesimama kindete na kukuonya, tafadhali kwa heshima, heshimu jamii ya Wameru, ni jamii ambayo iko na heshima zake. Ya pili niseme hivi bwana gavana. Sisi kaunti yetu ya Isiolo kila saa hatuna mambo ya insecurity. Mang'ombe zetu zinaenda kila saa kila wakati. Na hizi ng'ombe zinaingia katika kaunti yetu ya Isiolo. Hakuna siku hata moja tumeona ukichukua ndege kipanda juu ili tuweze kuangaliwa mambo ya ng'ombe zetu zile zinaibiwa hapa bwana gavana. Lakini tunakuona katika zile jamii zingine, ukichukua ndege na kuendea zile ngamia hapa mbali, tumeona ng'ombe zikiibiwa ukiendea. Lakini sisi kama jamii ya Wameru umetudharau. Na tangu tukupigia kura bwana gavana, jamii yetu hajawahi attend hata siku moja kufanya kikao na jamii ili tuweze kueleza zile shida ambazo tunapitia katika kaunti yetu ya Isiolo. Kwa hivyo nasema bwana gavana, umedharau jamii ya Wameru ya kutosha kipindi ya miaka 3.
Lakini na sisi kama viongozi wa jamii tumekubaliana kura zetu zile ambayo tulikipigia, kama tulikosea tunakuomba msamaha. Lakini ni one time. Kiambi one time. Nikuja kwa pointi ya Kiambi. Mheshimiwa Kiambi, wakati ambao ulienda Jericho pale, ulitueleza gavana amekupatia maendeleo ya Wabera Ward. Na ukatuambia sisi kama jamii ama Wabera Ward tuwe na utulivu. Nataka kuuliza Mheshimiwa Kiambi, maendeleo ulipatiwa Jericho ulipeleka kwako nyumbani ama ulipeleka wapi? Pointi ya pili, nisema wakati wa impeachment ulije ukatuambia huyu gavana mnampitishia 15 million ili muweze kufanya miradi ya ward. Na ukatueleza ameweza kukubali kuwapatia mambo. Hiyo maendeleo ya Wabera Ward. Nataka kuuliza hivi. Bwana Kiambi, wakati ulirudi kwa gavana Nguyo, kwa sababu ulirudi bila idhini ya jamii ama bila heshima ya jamii, ulijipeleka kwa sababu ya tumbo wako wewe mwenyewe. Na ndio nataka kuuliza ile maendeleo ulirudi kwa Kayole ukakuja naye ni gani? Ama ulirudi kuambia gavana tutukane atuita wakora kama jamii? Kwa sababu mlikuwa na CC, mlikuwa na Kiambi na wale wengine staff wake wa county mkitutukana. Kwa hivyo ndio tunataka kusema Bwana Kiambi, umetunyanyasa ya kutosha kama Wabera Ward, umetuma tukatukana ya kutosha, lakini tunataka kukuambia Kiambi na Kayole one time. Ndio ndio upande wa Mbula Pesa. Bwana Waithaka, hata kukuchagua ndio katafuta mbulangeti ukalale my friend. Tunataka uamuke kipindi ya miaka 3 utueleze ile kazi ambayo umeweza kufanya Mbula Pesa ni gani. Tumeona mambo ya sewage, tumeona hakuna maendeleo, hata mambo ya mbasare kila kitu hakuna. Tunasikia tu uliweza kundefect ukaenda kutoka kwa gavana, then ukarudi tena kwa ile kitu ambayo ulipata. Tunataka kuambia Mheshimiwa Waithaka, kama ulichaguliwa na wananchi wa Mbula Pesa wafanyie maendeleo, tunataka kuona hii kipindi ambayo imebakia mwaka mmoja kabla tuingie kwa siasa, tumeona maendeleo ya Mbula Pesa. Kama sio hivyo ni one time my friend. Kayole one time. Kayole one time. Kiambi one time. Kiambi one time. Waithaka one time. Mumira one time.